Tunaingia sehemu ya 12 ya simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya kweli ya maisha ya Mathayo. Katika sehemu iliyopita, Mathayo alitueleza ya kwamba amefunga safari kutoka mkoani Tanga kuelekea jijini Dar es Salaam. Safari hii mahususi kabisa akija kushughulikia masuala ya chuo. Baada ya kufika katika jiji la Dar es Salaam, shangazi ambaye alichukua jukumu la kumsimamia kijana huyu katika suala zima la elimu tangia A-level, tangia O-level, alijitokeza tena kwa awamu hii na kuahidi kumsaidia kijana huyu katika harakati zake za chuo. Lakini haikuwa hivyo. Katika mbilinge zote za usajili, kijana huyu alipomhitaji shangazi hakuonyesha moyo wala nia ya kutaka kumsaidia kijana huyo, na Mathayo ilimpasa apambane mwenyewe ili kuweza kujikwamua katika changamoto zote anazopitia. Na sasa ahadi kubwa ya kijana huyo, ikiwa atapokea bomu lake, ni kuhama nyumbani kwa shangazi anapoishi na kwenda kuanza maisha ya kupanga na kujitegemea. Nikukaribishe sana katika sehemu hii ya 12 na nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata simulizi zetu kwa wakati husika. Nilikuwa siamini kwanza, kwa sababu ilikuwa kwanza ni ndoto yangu kubwa kuwa mhasibu toka niko darasa la 7. Leo nakuja kupewa kitambulisho kwamba mimi ni mwanafunzi wa kozi ya uhasibu wa bachelor kwa miaka 3 na sio chuo tu IFM. Nikasema wow, dream become true. Ghafla nimekuwa pale nilipokuwa nikitamani kuwepo. So nilikuwa ninafurahi ya kupitiliza, kwanza kuiona ile ID, kuona madarasa, kuamini kama niko pale nilipotamani kuwepo, main campus ya IFM. Basi natoka nikarudi nyumbani. Wakati narudi, Mungu naisi Asmani, usiku ule bomu likaingia saa 8 usiku. Iliingia kwa mwenzangu, likaingia na kwangu. Mimi kitu cha kwanza sipendi ni kudai kwa nilipa lile deni usiku ule. Control number inakuwa kwenye system. Nikalipa deni la watu. Nikanibakia na hela ndogo, ilibakia 200 kwa deni la semester 1 likalimeisha. Mwenzangu naye akalipa kama bakia na hela ndogo. Ila usiku ule tena nilipata confidence ya kwenda kucheza bahati ya simu, nikaiongezea ile hela tena. Nibatika kubahatisha tena, nikapata 300,000 nyingine. Nikaa 300,000 kama 70 na kitu, kijumlisha na hela 200,000 yangu na 500,000 na sehemu. Kijumlisha na hela ya mshikaji wangu. Kwa kesho asubuhi tuliamka na kiburi cha kwenda kutafuta chumba, kuondoka kwenye nyumba ya Gaddafi kama nilivyoamua. Lazima nitaondoka, nimwachie Muhammad al-Gaddafi nyumba yake. Nikamchukua mwanangu huyo, tukaondoka. Kaenda tukahangaika siku ya 3 tukakosa chumba ya 4 tukapata. Tukapangisha kile chumba, saini mkataba kwa mwezi wa 11 wakati naanza rasmi mwaka wa masomo naanza, na chumba nikawa nimeshapata. Nilirudi tu ghafla, shangazi akaniambia, "Kweli sisi tumeshapata chumba, tunaanza kwenda kujitegemea, acha tukaone mbivu na mbichi ya kujitegemea ikoje." Ndio. Kwa ndio siku yangu ya mwisho kuondoka kwake. Nikamwacha nyumba yake. Ndio siku ambayo niliondoka. Sikuwa nahitaji msaada wa ndugu kwa sababu asilimia kubwa nimeshaipigana mwenyewe. Sasa tunahamia kwenye vita ya chuo ambako nako kuna vita yake binafsi, naanza upya. Kumbuka mpaka nafika hapo kuna wengine hawatambui kama hata nilifanya mtihani. Wengi hawajui sababu taarifa nzuri huwa haisambai haraka. Wakati nimefukuzwa na walikuwa hawajui ile shule ya pili, wakati nafukuzwa walijua ghafla sana. So wengi hawajui hata kama niko chuo. Kwa hiyo tukawa nimepangisha rasmi, nikaanza maisha kujitegemea binafsi, kujikimu na kiwango kidogo. Lakini nikawa nimechukua ushauri wa kwenda kukata rufaa. Na sio kukata rufaa, nikajiongeza kama makuu ipo Dar es Salaam ya bodi ya mkopo. Inabidi waone userious. Nikabeba vyeti vyangu viwili OG vyenye nakara na muhuri wa lita. Nikapanda mpaka ofisini makao makuu. Nikamwambia wazee, sina baba, sina mama, sina mlezi, sina mdhamini. Naomba niongezee. Nimekata rufaa kwenye system, lakini pia nimeona nije mwenyewe niweke msisitizo. Nakumbuka nilienda zaidi ya siku 11. Nilikuwa nikwenda na kurudi. Na kuna kipindi kwa mpaka naenda kwa miguu.
Just imagine natoka Posta mpaka Tazara kwa miguu. Nilikuwa naenda na yule mshikaji wangu kwa miguu. Naenda unakiwasha, yani kinawaka ile yenyewe. Nenda rudi. Baadaye dirisha inakuja inafungwa, rufaa inaanza kuja kutoka. Alipewa yule mshikaji wangu rufaa, mimi sikupewa. Lakini ndo maisha. Mimi nilikuwa mpaka na evidence na vitu vyote, lakini sikuwa nimepewa rufaa. Nikasema nayo kama nimeondoka. Ilikuwa bachi ya kwanza, rufaa ya pili, ya tatu mpaka nne zika zote zimekamilika. Wakawa wameclose kwamba rufaa imeisha. Hela yote iliyotengwa na bajeti ya serikali imeisha. Muhula wa kwanza ukaisha. Soma vizuri. Matokeo yangu hayakuwa mazuri wala yule mwenzangu, kwa sababu muda mwingi tulikuwa tupo darasani tunapambania hela. Kwamba bila ile hela kuongezwa maisha yatakuwa magumu. Kwa nilikuwa nina matukio mabovu kwa hii kutokea. Na FM ukiwa uzuri vipindi hujafanya presentation na vitu vingine umeisha. Kwa nilikuwa na matukio mabovu vibaya. Anyway, nikasema semester ya pili nitajaribu kupambana nitulie darasani sasa, ili boost semester ya kwanza, sababu matokeo yanakuwa gani ya mwaka. Semester 2. Wakati huo nilikuwa nishachukua supplementary kadhaa hapo. Kwa supplementary 3. Nikasema anyway, kila kitu kitakaa sawa. Semester ya pili nikakaa nikasema, Mwenyezi Mungu, naomba kama uliweza kukamilisha ndoto zangu zote zikakamilika, kama nilikuwa na hamu ya kusoma FM, kusoma uhasibu, kufika nilipofika, kufika chuo kikuu, ndoto zangu zote umezikamilisha, mimi naomba fanya tu itokee. Kweli bana, kuna mshikaji mmoja alikuwa anafanya kazi pale na nilio kazi Tazara. Nilimuelezea sana ile story yangu kwa hisia. Mweza kwamba nahitaji sana, sina mtu wa kunipambania, nikamuonesha vile veti, nikamwambia sina mtu hivi na hivi, maisha yangu ni magumu, naweza nikaacha hata chuo kama sitopata hizo hela hivi na hivi. Kweli nilikuja kushangaa, ilianzishwa bachi ambayo bachi zilikuwa zimeshaisha, umeshafunga na kufunga, lakini ambapo kuna bachi nyingine. Kama bachi imetoka wapi? Ambapo kuna bachi wametolewa wanafunzi, ilikuwa wanafunzi kama 500 hivi. Wamepewa mkopo, ongezewa mkopo. Nikasema Mwenyezi Mungu. Sasa wakati huo natakuwa niingie kwenye system nikaconfirm na mimi nimo. Nikasema Mwenyezi Mungu, naomba laundi na mimi niwe. Mwenyezi Mungu, naomba. Nafungua nakuta wameniongezea tena 750,000. Ada ya chuo chetu ni 1.5 milioni. 750,000 jumlisha 750,000 milioni 1.5 kwa ni 100% ya ada. Nilifunga kumbuka kesho yake. Niinuia nikafunga kwa ajili ya kushukuru ya kile kilichotokea. Kwa semester ya pili mimi naanza na kidai chuo. Sababu sinilisha lipa ada semester ya kwanza. Nilipa ada 1000, baadaye kaja nikaongeza 100% kuonekana kidai chuo 400,000. Nikamwambia chuo inabidi mnilipe. Hamna jinsi. Inabidi mrudishe hela yangu. Chuo kilikuwa kirudisha hela, lakini niambia laundi hela yangu itarudi. Hela itarudi. Na mwaka wetu kweli hela irudi. Tulileta fujo vibaya mno mpaka waziri wa fedha akaja, waziri wa elimu, taarifa zilifika. Wanafunzi wanavidai vyuo vitaki kulipa wanafunzi. Walitulipa. Tuliwasha moto uliwaka vizuri. Kwa semester ya pili kidogo nilifaulu, sio sana, lakini nilipata supplementary tena pale kadhaa, 2 jumla zikawa na zile 3 5, ambao kwa mwaka ukiwa na supplementary 7 umedisco. So nilisema matokeo ya mwaka wa kwanza ni mabovu vibaya mno, lakini yana reason kwa nini ni mabovu. Ya kwa baadaye nilikuja nikafanya supplementary mwezi wa 9, tunapenda kuita September conference, niliclear zote. Kwa ule mwaka ulikuwa ni mbovu, haukuwa na matokeo mazuri, lakini yote ni kwa sababu ya hali halisi niliyokuwa nikipitia. Nikapambana na hiyo situation, lakini kuna changamoto zikawa bado zinajitokeza, kama kujikimu kimaisha baada ya chuo. Kila muhula unafanya nini, unaishije, unapambana. Hivyo ndio vitu ambavyo vilikuwa vinaniletea changamoto. Kufikia mwishoni mwa festi, kuna bibi yangu mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi Benki Kuu ya Taifa BOT pale. Akaja alinitafuta, alinipigia simu. Akaniambia, Matayo, nimesikia unasoma chuo cha usimamizi wa fedha. Nikamwambia ndio. Umejuaje? Akaniambia tunajua taarifa zinatapakaa. Nimesikia kutoka kwa bibi yako. Bibi yangu mzaa baba ndo alimwambia. Nikamwambia ndio, niko hapa nasoma. Akaniambia basi wewe fanya hivi, pambana, soma, jitahidi ufaulu upate cheti.
uje mimi nitakutafutia kazi, kwa sababu kwa shughuli ninazozifanya mimi za masuala ya fedha, nayo nasomeshwa ya fedha, nitakutafutia chimbo katulia. Basi mimi hapo ndio mara yangu ya kwanza nikaja nikasema yes, finally nimepata mtu ambaye ataniskoti kwenye future. Unajua maisha yetu wote tulivyo, tunapambana kusoma kila kitu, ila lengo la mwisho ni kupata kazi, sehemu ambayo utajipatia kipato. Kwa alivyotokea mtu wa design hiyo kwa kipindi hicho ambacho niko mwaka wa kwanza, niliona kama maisha nimeyapatia. Afu by the way ni kwamba wewe bibi yangu alikuwa ni anajiweza. So kama ni hivyo tu, ni kwamba wale ndugu wengi wenye hela sio rahisi kuconnect na sisi ambao maisha yetu yako chini, kwa sababu wenyewe wanachoamini kama nikisema niende niingie kwenye familia, yani aje kwetu kwenye wale ambao watu tuko na maisha duni, aseme atusaidia, na anahisi atasaidia wangapi. Kwa anachoamua kukifanya, anasubiria mtu umefikia level ambapo inakuwa yani uko serious kwamba wewe una fight, yani kama hivi uko chuo. Ni tofauti kumsomesha mtu kutoka primary na mtu kumsomesha chuo, ni vitu vile tofauti. Kwa naamini kuja kumsomeshia chuo ni kwamba mtu anajitambua, ameshakwepa mishale mingi huko alikotoka. So dakika hizo za mwisho ndo bibi akaja akaniambia, faulu tu vizuri, njoo na cheti, mimi nitakutafutia plan. Kwa hiyo nikawa nina mtu ambaye yupo tayari kwenye kunipush kwenye issue zangu. Mimi nikaendelea kusoma mwaka wa kwanza pale, nikamaliza vizuri, matokeo yakaja yakatoka yako fresh. Nikaendelea na mwaka wa pili. Wakati naanza mwaka wa pili, semester ya kwanza, baada ya miezi miwili nusu muhula, yule bibi aliyeniahidi hivyo vitu vyote akaanza kuumwa. Alianza kuumwa vibaya sana. Alikuwa anaumwa toka mwanzo before, ambapo ilikuwa sikuwa na wasiliana naye. Hayo yote nilikuja kuyajua baada ya kuja kumuulizaga, lakini alipelekwa nje ya nchi India, alienda katibiwa, serikali ilipia matibabu. So baadaye wakati mimi nafika hiyo nusu muhula mwaka wa pili, homa ilizidi vibaya mno. Nakumbuka alishapelekwa nje akafanywa matibabu, akaja kuambiwa yupo clear. Akaniita siku moja nyumbani kwake, akaniambia niende nikamsalimie. Nikamkuta yupo na ndugu zake watatu wote wa kike ambao wote ni bibi zangu. Kasalimiana, ndio mara yangu ya kwanza kuwaona nao, na maisha yao mazuri, wanajiweza wenyewe, lakini ndio mara yangu ya kwanza kuwaona hapo kwa dada yao ambaye ni bibi yangu. Akaja akaniambia, jamani, mnamuona huyu ni mtoto wa fulani. Yeye akawatambulisha, maana hata wanao hawanijui, lakini tu ni kwamba wakiniangalia sura wanasema nafanana na baba. Wakati tuko pale tena akatoa tena ile tamko lake kwamba huyu anatakiwa hapa bani tupate cheti zen, ni mimi nitampushi kufikia malengo gani, kwamba kazi na vitu vingine. Nikasema hapa basi. Kwa pale wale dada zake nao amini wao wadogo zake wa kike ndo wakanitambua. Baada ya hapo mimi nikaondoka, nikarudi zangu tena chuo kuendelea na masomo kama kawaida. Baada ya miezi miwili mbele, wakati semester 1 inaisha, yani wakati tupo kwenye mtihani exactly, tulikuwa tunafanya mtihani wa final semester 1, aliaga dunia yule bibi aliyeniahidi kwamba atanitafutia kazi baada ya mimi kumaliza shule, kumaliza chuo. Akafariki wakati mimi nipo kwenye mtihani, yeye ameaga dunia. Nikapelekwa taarifa tunaenda kuzika Arusha, ambako yeye mwenyewe alisema akifariki azikwe huko uje. Nikamwambia sitaweza kuja kwa sababu ndio kwanza mtihani unaanza, sitaweza. Kwa nilishindwa kwenda kumzika by the way, lakini kwangu ilikuwa ni pigo kubwa vibaya mno, kwa sababu ni mtu ambaye yani kama alinionyesha future, next move ni hii hapa, kijana maliza hapa, pata kitu fulani, njoo nacho, mimi nitakuonesha. Wakati huo sikuwaza wale bibi wengine watatu ambao walikuwa ni ndugu zake alikuwa nao, sikuwawazia kwa sababu wale wenyewe mimi na wao tumekuja kukutana mwishoni ukubwani. Yani at least yule bibi aliyefariki alifanya kazi BOT, alishawahi kujaga nyumbani siku moja ya sikukuu, ambao mama mzazi alikuwa hai na ndugu zangu wote tulikuwa toka pamoja, tukapiga picha ya pamoja. Alitupa msaada kidogo, walimsaidia mama era ya mtaji. Kwa hiyo kidogo nilionana naye wakati nipo na miaka 8 kama sio 7, alikujaga nyumbani. At least yule namfahamu. Wao wengine ndio mara yangu ya kwanza. Yani hata kama ningemkuta sehemu anapigwa kabla ya kutambulishwa pale, nilikuwa simfahamu, na huenda na mimi ningehusika kwenye kuwapika kama alikuwa na kesi yote ambayo haieleweki, kwa sababu nilikuwa si wafahamu.
Kwa siku nawekea maanani kabisa, kwa sababu tumekutana ukubwani, mwishoni sidhani kama kuna kitu chochote kinachotuunganisha. Sikuwa na imani nao kwenye kitu chochote. Kwa hiyo mimi pale moyo wangu ulikuwa umepasuka vibaya mno kwa kusema sijui movie itakayofuata ni movie ya design gani, sijui kitakachofuata ni kitu gani, kwa sababu mwanzoni nilikuwa nasoma kweli bila kutarajia hivyo, lakini mtu anapokuja kukufungua unakuwa na mawazo yanapanuka, yanakuwa tofauti. So yule alivyoniambia ukimaliza nitakutafutia, mawazo yalitanuka. Alivyofariki kama yote yalififia tena, nikaanza kurudi tena kule kwamba unasoma ukimaliza utajua next move ni ipi. Nakumbuka hizo moment zote toka kile kipindi nilivyoondoka nyumbani sijawahi kupata msaada wa ndugu yoyote, niko na fight mwenyewe. Kwa nikafanya mtihani ule wa semester ya kwanza mwaka wa pili, nikamaliza vizuri, matokeo yakatoka clear, yako fresh. Nikaenda zangu mapumziko, ambao kwenda mapumziko ni kubaki tu hapo kwangu nilipopangikisha na kutulia, kwa sababu sina mpango wa kwenda kwa ndugu yoyote, hawana msaada wa aina yoyote. Semester ya pili ilikuja ikaanza mwaka wa pili nipo katikati ya semester ya pili ukapatikana msiba mwingine, msiba wa yule shangazi ambaye alikuwa anakaa na mdogo wangu wa mwisho. Kama nakumbuka mdogo wangu ambaye nilienda kumwombea ruhusa kule, yule akafariki. Sasa alipofariki mimi taarifa ilichelewa kidogo kuja. Kesho yake alifariki, kama leo kesho taarifa ndio inafika. Nikamwambia tupo msibani huko, alafu nyinyi hata mmoja ndugu yenu hajaja. Yaani kwenye uzao wetu sisi wale watoto 4 kuna hata mmoja aliyeenda, kwamba mnawachukia watu kiasi hiki. Sasa mimi kwa bahati mbaya nzuri marehemu tulikuwa tunakupishana kauli kwenye kumchukua tu mdogo wangu, lakini sijawahi kupishana kauli sehemu yoyote before. Kwa mimi nilipopigiwa ile simu, alinipigia simu alikuwa ni mfanyakazi wa yule shangazi ambaye atakuwa kunisomesha mimi. Ndio alinipigia simu kuniambia kwamba huko kuna msiba, lakini hakuna ndugu yako hata mmoja aliyekuja. Nikamwambia umejuaje hakuna ndugu hata mmoja aliyekuja? Maana yule ni mfanyakazi. Umejuaje? Na msiba huko kufanyikia hapo kwenu mnapokaa nyinyi, umeenda kufanyikia kwake marehemu? Wewe umelijuaje watu wote? Akaniambia nimewasikia wakiwa wanasema. Nikamwambia wakina nani? Shangazi yako. Shangazi yako anayeongea ni wewe ambaye sabosi wake ananile aliyetaka kunilea mimi. Nikasema oho, kumbe. Sasa nikamwambia hivi, alitarajia sisi tunakujaje ikiwa yeye ana namba zetu na hakutuambia? Just imagine wewe hapo unanipigia simu ni mfanyakazi, mimi mpaka sasa hivi sijui kama wewe mtu amefariki. Wewe ndio unaniambia, hakuna mtu mwingine yote aliniambia. Yeye alitarajia sisi tutajuaje? Alitarajia ni yote mimi nije hapo. Siwezi kuja bila kujua. Kwa hivyo vitu ambavyo kuvileta hapo sivyo. Nikakata simu. Baadaye nimetulia. Baadaye nikaanza nikasema anyway, acha nifanyaje? Acha niende tu nikazike, mambo yasiwe mengi. Ilibidi nifanye mawasiliano na kaka wa pili kwanza. Ndio mtu wa kwanza ambaye wanawasiliana naye haraka kwa sababu kidogo akili yake kidogo iko sawa kuliko yule wa kwanza. Sababu yule si ndio alikuwa na matatizo yale kutokea ya kuchezewa wa kwanza huyo. Yeye ndio kidogo mwenye matatizo. Kwa hiyo niliwasiliana na yule wa pili ambaye kidogo yuko sawa. Mnaweza mkaongea lugha moja. Yaani yule tunaelewana vizuri toka nitoke. Tuna tofauti ya mwaka mmoja na miezi 7. Kwa tunaelewana vizuri sana. Kwa hiyo ibidi nimtafute. Nikamcheki nikamwambia kiongozi, vipi fresh? Uko poa? Niko poa. Umesikia taarifa za msiba? Akaniambia si wa shangazi. Nikamwambia ndio. Kama umesikia? Niambia nimesikia. Lakini kusema ukweli niliko siwezi kuja. Wakati huo yeye alitoka kikazi. Alikuwa anakaa Arusha lakini alitoka kikazi akaenda Moshi. Afu akawa wakati huo taarifa inamfikia hana hela na ndo kwanza amewasili kazini, hawataweza kumpa ruhusa ya kutoka kwa sababu ndio kwanza ameripoti. Yaani hata wiki hakuwa amemaliza kazini. So ilikuwa ni kipengele sana kumruhusu, na by the way pia mfukoni alikuwa hayuko vizuri. Lakini naye akaniambia nimesikia rumors zinaendelea huko. Nikamwambia umesikia nini? Anasema wanaongelea familia yetu kwamba hakuna hata mmoja alienda. Kwani ukichunguza familia ukoo mzima ni sisi tu ndio ambao hatukuenda.
Mimi nikamwambia hamna, hapo kuna mtu tu anatafutwa, ili mradi tu wanachimba. Sasa kumbuka at the moment tunafika hapo nilipofika, nafika huko mwaka wa pili chuoni, wengi sana walikuwa wanatarajia, yani ambao wale ambao kidogo hawanipendi kusema huko nikubali, ambao hatuelewani kulingana na kwamba walikuwa hawatarajii kuona nimefika nilipofika, kwa sababu hakuna mtu amekusaidia, alafu huko unapambana mwenyewe na hutaki msaada wa mtu wala huombi msaada. Kuna baadhi ya ndugu pia hawapendi. Ndugu wengine wanapenda ile uwe unawaomba kitu mara kwa mara. Kwa wengi walikuwa kama hawafurahii pale nilipokuwa nimefikia. Kwa ni kama walikuwa wananitafuta. Sababu watu hawajaenda kwenye msiba, lakini kila story inakopigwa inalala mimi, utafikiri mimi ndio kiongozi wa ule ukoo, yani kwamba wale ndugu zangu ambao watakuwa kwenda msibani utafikiri mimi ndio ni kiongozi wao, kabla kama tumegoma na kati ya taarifa yenyewe tulikuwa tumepata. Kwa mimi nikamwambia bro, najua kuna kitu wanakitafuta, lakini wewe kwa sababu ushanielezea utaweza kufika kwa sababu zako 1 2 3, wewe relax. Mimi nitaangalia alternative way nafanyaje. Baada ya hapo ibidi nimpigie ndugu wangu wa mwisho ambaye yeye ndo alilelewa na yule shangazi. Nikamwambia, nikampigia simu nikamwambia, wa mwisho vipi? Safi kaka, ni aje? Poa. Akanisalimia, shikamoo malaba. Umesikia msiba wa shangazi yako? Akaniambia hapana. Shangazi gani tena? Nikamwambia aliyekulea amefariki. Ni alishtuka, japo alikuwa na ups and down, lakini kifo ni kifo. Alishtuka vibaya sana. Kama mimi sijui na sijaambiwa na mtu yoyote, ananiambia amefariki na anazikwa leo hivi ninavyoongea kwa msibani. Akalia akaniambia tunafanyaje? Bahati nzuri naye alikuwa dawa. Nikamwambia cha kufanya fanyaje? Njoo toka. Nende msibani wewe tangulia. Baadaye nikapokea simu kutoka kwa kaka wa kwanza. Wakati huo wa mwisho yuko njiani anakuja sasa. Na mimi ilibidi nijiandae nianze safari ya kwenda. Nikapokea tena simu kutoka kwa kaka wa kwanza. Akaniambia, "Dogo, nimeshawasili." "Umeshawasili wapi?" Anambia msibani, nimekuta taarifa zinaendelea kwamba sisi hakuna aliyefika. Nimefika mimi, lakini bado stories zinaendelea kuhusu wewe. Nikacheka sana kwa sababu nilishamwambia kaka wa pili, kama unakumbuka, nilimwambia hawa wanavyohangaika vyote kuna mtu anamlenga, ambaye mtu wenyewe alikuwa ni wewe, ni mimi. Sasa just imagine, mwanzo alikuwa anasema hakuna hata mmoja kwenye familia yetu ameenda. Baadaye anaonekana kaka wa kwanza amefika, wanaanza kuniongelea mimi. Na hiyo ni baada ya kwenda kumuuliza anko aliyemlea kakaangu wa pili, maana yeye ndo anajua taarifa zake. Akawaambia yule hatuweza kufika kwa sababu alikuwa na taarifa zake zote, kwa akawapa taarifa baada ya kusikia hizo taarifa kwamba hakuna upande wetu hata mmoja aliyeenda. Kwa hiyo akaenda akawapa taarifa kwamba huyu hatakuja, yana hivi na vile. Baadaye ukiona kwenye sisi wanne, yule mmoja kama amewekewa permission kwamba ameruhusiwa hatakuwepo. Baadaye akaja yule kaka wa kwanza. Kumbuka hapo mwanzo nilikuwa nasema hakuna hata mmoja aliyekuja. Yule mmoja alivyofika, mada ilipelekwa eneo husika. Yule mimi ninayetafutwa ambaye sikuwa nimeonekana. Wakati huo hakuna hata mmoja anayejua kuhusu mimi. Wakati niko najiandaa kwenda, nikapokea tena simu nyingine. Anapiga bamdogo. Bamdogo akaniambia, nimejitahidi kukava hapa kwenye issue zako. Bamdogo ambaye anazaliwa na baba tumbo moja. Pigia simu akaniambia, nimejaribu kukava hapa kwenye situation yako, lakini naona mada yako kidogo inakuwa nzito. Na mada inatoka kikundi kimoja inaenda, kwa sababu unavyojua kwenye msiba watu wanakaa kwa vikundi. Sasa taarifa yangu mimi inatoka kwa kikundi kimoja kikundi kingine, kwa taarifa inakuwa kama inazunguka. So Bamdogo akanipigia simu akana ananiambia, taarifa yako inazidi kutapakaa kwenye vikundi. Nikacheka nikawa, Bamdogo, au achana nao, acha kila mtu aongee, wewe tulia wapoteze. Nikamkatia simu Bamdogo, lakini sikumwambia kama anaenda. Baadaye wakati mimi nakaribia msibani pale, wa mwisho naye akawa amefika, yani anawasili wakati mimi nakaribia. Nikamwambia nisubirie hapo stand, mimi nikifika nashuka, tutafanyaje? Tunaongozana kweli. Wa mwisho anashuka pale stand, mimi naenda namchukua. Au yani wakati tunaingia, kwa sababu ilikuwa ni ukumbi mkubwa umeukodisha, watu wengi walikuwa kule, alafu walikuwa wamegeukia upande ambao tunaingilia. Kwa wakati tunatokeza kule mbele, yani kama kuna watu walipigwa na butwa.
Wale ambao sisi wote hadhi zetu za maisha tunalingana, kipato cha chini, waliponiona walianza kunikimbilia, watu wakaja, unajua ile, kwa sababu ni watu ambao tunaongea lugha moja. Kwa waliponiona tu ninatokeza kwa kule mbele, watu walikuja, yani wale kipato cha chini wengi walikuja kunifuata. Na pia ukumbukwe kuna wengine tuna zaidi ya miaka 10, wengine 7, wengine 5 hawajawahi kuongea na mimi wala kuniona. Kwa waliponiona pale, kila mtu kwake alikuwa anataka kuongea na mimi. Hivyo watu wakawa wamenifuata. Watu walikuwa kule wanasikiliza ibada inaendelea kuaga marehemu, lakini walikuja wakanifuata, na mimi sikutaka kwenda kujichanganya kule, ilibidi nikae kando. Nikaa kando kwa sababu lengo lao si watuone tu. Mimi kwenda kumwaga marehemu nitamwaga ikifika muda kwenda kuagwa na ndugu. Tulikuwa mimi tafuta tu eneo la kando nimekaa. Sasa wakati pale nilipokuwa nimekaa, idadi kubwa ya watu ilinifuata ambao walikuwa wananitambua, ambao tunaongea lugha moja kama ulivyosema. Kwa wale wakawa wamekuja pale, kama tunapiga story. Sasa kwa kuwa wengi ambao wenye maisha yao mazuri hawakuwa wanahitaji uwepo wangu pale, yani lengo lao kama unavyojua, walitaka usiwepo ili watengeneze vichwa vya habari watakavyohitaji wao. Lakini kwa kuwa nimetokea pale, kwao haikuwa ni kitu ambacho walikuwa yani kwao ilikuwa ni bonge la habari bovu sana. Mimi lakini sikuwa najali kama kawaida. Nikasema anyway, ngoja kila mtu awaze atakavyo. Sasa walikuwa wametengeneza t-shirt ambazo watoto wote walitakiwa wavae, ambazo zilikuwa zina picha ya marehemu kwa mbele, nyuma ina maandishi imeandikwa umepigana vita vilivyo haki, mwendo umeumaliza. Zile t-shirt wakawa wamepewa, yani kila mtoto amepewa avae. Kwa sababu walijua tu mimi sitovaa. Sasa wanatafuta sasa kichwa cha habari kipya baada ya kile cha kwanza kuona kimeferi. Akaja yule shangazi ambaye alikuwa anisomeshe, ambaye mimi naye hatuongei toka nilivyoondokaga kwake. Naanza mwaka wa kwanza, maana na miaka 2 sijaongea naye, sijaonana naye, sijasalimiana naye. Anakuja kutuletea mimi na mdogo wangu wa mwisho ile t-shirt. Nikamwambia asante, lakini mimi hisi sitoivaa. Akamwambia utaivaa kwa nini? Kwamba wewe, nikamwambia hebu sitaki kutengeneza drama. Nikamwambia najua unataka kutengeneza drama. Nikamwambia hivi, unafikiri wale watu wote kule watakuelewaje? Upo katikati ya mazishi, wewe ndio dada mkubwa, mdogo wako amefariki, unataka kutengeneza hapa drama. Unafikiri watu watakuelewaje? Nikamwambia kwa mfano mimi nishafukuzwa shule mara ya kwanza, mlinitengenezea kila aina uchafu mnaujua nyinyi, nikaupita. Nikaja nikafukuzwa shule mara ya pili, mkanitengenezea tena kila aina uchafu, nimeupita. Nikamwambia kwa mimi kunitengenezea drama hazitaniathiri chochote, kwa sababu watu wengi pia hapa hawanikubali. Kwa hiyo tengeneza hizo drama, lakini jua hazikusaidia chochote, kwa sababu mimi nitawapuuzia kama nilivyowapuuzia mwanzoni. Kwa hiyo usitake kujivunjia heshima mbele ya wale watu wote. Kuna wafanya biashara wenzio wako pale wengi wa kutosha. Rudi tu kwenye tenti, kaka akasikilize baada ya mdogo wako, usitafute matatizo mengine. Akaondoka zake na t-shirt zake akarudi kwenda kukaa. Bahati nzuri alimuingia kwa sababu niliongea naye niko serious vibaya. Ikafika muda wa kwenda kuaga maiti, nikawachukua maskini jeuli wenzangu tukaongoza msafara. Wengine wote walikuwa wanaenda kwa kutaja majina, sijui madada, wakaka, mashangazi wengine, lakini sisi tulienda kwa pamoja wenyewe, tulipanga mstari wetu. Tuliongozana bila kutambulika hawa ni wakina fulani, wakina fulani. Sasa MC sio ndugu wa familia, kwa akaja juu kidogo. Akasema, jamani samanini, watu wanaoruhusiwa kuja bila mpangilio ni wageni wa alikwa tu. Lakini nyinyi wengine mnakuwa mje kwa protocol. Nikamwambia hapana, wewe usiwaze, kwa sababu tuje kwa kupangiliwa, tusije kwa kupangiliwa. Wote kitu tunachotaka kufanya ni kile kile, kwenda kumwaga marehemu. Kwa please tafadhali tuache tutoe heshima zetu za mwisho. Sasa kwa sababu nilishamtia madongo shangazi pale nje, yeye ndio ilibidi akinge mgongo sasa kwa wakati huo. Maana alishaona mimi muda wote saa yote sasa nikakiwasha na siwazi, nishamwambia mimi siwazi. So mapema mambo yasiwe mengi, akamwambia MC waache, naye anasikiliza kwa sababu yeye ndo mkubwa pale na ndo amesimamia vitu vingi mpaka tunafikia hiyo hatua. Kwa hiyo tukaruhusiwa kama kawaida, tukatoa heshima zetu za mwisho, tukatoka nje. Sasa ikaja moment ambayo tunataka tuende makaburini kwenda kuzika. Wakatuambia
tutajua wenyewe tutafikaje makaburini. Kumbuka hapo walishakodisha costa za kutosha za kubeba watu wote kwenda makaburi, lakini sisi tukaambiwa tutatafuta alternative ya kwenda huko. Sasa wakati anaongea hayo, akatokea yule anko alikuwa anamlea kaka wa pili ambaye hakuja msibani. Akasema, "Hebu msikae mnafanya maamuzi ya kijinga." Alikuwa anamwambia shangazi, sasa msikae mnafanya maamuzi ya kijinga azifu kwamba nyinyi ndio mlitoa mchango wa kila kitu hapa. Hakuna aliyelipia, wewe hukulipia hizo gari zote peke yako, ni michango yetu sisi. Hivyo basi, kwa sababu sisi tulikuwa wingi wetu tulikuwa tunatosha kwenye costa moja level city. Tukaambiwa nyinyi mtachukua ile costa yenu ya kwenda na kurudi, dereva hawa ni jukumu lako. Kwa jitihada zake za kutaka kutudhalilisha pale ziligonga Mungu, kwa sababu alijua tusingefanikiwa pia, kwa sababu maisha yetu sisi wote ni kama tunalingana. Utakuta nauli zetu wengi tia maji. Kwa ni kama tusingefanikiwa. Lakini anko alikuja akaingia akaniambia, gari yenu ile pale, maamuzi ni yenu. Mje msije gari ile pale, maamuzi ni yenu. Kwa shangazi na pale kikamshuka. Nikamfuata tena. Nikamwambia, narudia tena mara ya pili, usijaribu kutengeneza drama, kwa sababu hizo drama unazozileta hautofanikiwa. Hebu mpumzishe dada yako, mdogo wako kwa amani, acha weka. Wakati sasa akana anajaribu kuniangalia, niona kama nimebadilika sana, niko tofauti kuliko na vile alivyokuwa ananitarajia. Akaniambia, "Nitaomba tuongee kidogo baada ya mazishi." Nikamwambia, "Sawa. Tuongozeni safari ya makaburini tuondoke." Tukaenda makaburini tena tukasikiliza ibada kama kawaida. Muda ukafika wa maua, kila mtu akawa ameshika maua yake, hakujua na sisi tulishajipanga. Baada ya kuona yale mauzauza, tukamfuata anko yule mlezi. Na mlaka kakaangu, nikamwambia, "Tufanye mchakato wa maua. Tunajua tu share yetu sisi itakuwa haipo." Kwa hiyo tukaletea maua yetu. Kwa wakati wa kutoa maua, wakati kila mtu ameshika maua yao, wakatuona sisi kama hatuna maua, ila baada ya dakika kadhaa walituona kila mtu ana maua yake mkononi. Bado aliulizana tena, alikuwa red rose. Wametoa wapi red rose ya vijana? Ila baada yetu tushajipanga, kwa sababu tulijua tu walikuwa lengo lao ni kutaka kututengenezea tu picha fulani pale. Lakini Mungu sasmani haikufanikiwa. So ndio anyway, baada ya kuzika pale tukaweka maua, kila mtu kamaliza, akaniita kando. Akaniambia, "Matayo, umebadilika." Nikamwambia, "Nimekuaje?" "Umebadilika, una act kama ni mtu fulani wa tofauti sana." Nikamwambia, "Ya, zamani nilikuwa nala nyumbani, sasa hivi najitegemea mwenyewe, kula, kuvaa, kila kitu najitegemea mwenyewe. Na yake nibadilike kwa sababu muda wote naweza nikaa na familia yangu, lazima niwe na maamuzi. Kwa siwezi kupelekeshwa na mtu yoyote. Inatosha au maelezo, kuna mengine unahitaji." Alinyamaza, hakuongea neno lolote mpaka mimi naondoka naenda kupanda kwenye gari. Hakuongea neno lolote mpaka hivi leo ninavyoongea, tuje kuongea kitu chochote. Toka hiyo siku baada ya kumwambia maneno kwamba nalipa kila kitu mwenyewe na sitegemei mtu yoyote, alichoka. Kwa baada ya hapo, baada ya kuzika, wakati tunapanda gari tunaondoka, ilibidi tuende kwanza nyumbani kwa marehemu kabla ya kuondoka. Wakati nataka kuondoka, tulipofika kwa marehemu sasa, wakati nataka kuondoka, mimi na mdogo wangu wa mwisho, kuna mama mmoja alikuwa anafanya kazi hospitali ambayo iko Posta hapa, hospitali inaitwa Ocean Road Hospital. Akaniita, akaniambia, "Unajua marehemu alitaka kuongea na wewe kabla ya kufa kwake." Alisisitiza sana, lakini alikuwa ni kama anashindwa. Aliniomba namba yako ya simu nikampatia. Kama alishindwa kupiga simu, ila alikuwa anataka kukuomba msamaha. Nikamwambia, "Acha basi." Na ndio moment ambayo nilijihisi mwili kama hauko sawa, akili kama imepotea. Nikamwambia, "Kwa nini?" Ananiambia, "Kulingana na tukio lililotokea." Nikamwambia, "Mungu wangu, kweli hatukuongea naye, lakini sikuongea naye, hakunitafuta, lakini mimi nimemsamehe kwa sababu najua hakuwa yeye hana shida." Bahati nzuri huyo marehemu alikuwa ni kama mzungu fulani, yani kama haupo naye hivi man to man huwezi kuona, yani hana muda huo, yani hana hiyo time. Na kama unakumbuka, ndo alipewaga kazi ya kuninunulia mimi vifaa vya kujiunga form 1. Ni mtu fulani ambaye yani yuko busy na maisha yake sana. Kwa hiyo nikamwambia, "Mimi sina kinyongo naye, na kama kuhusu hiyo mimi nimemsamehe." Anambia, "Alitaka kukupigia simu, lakini mpaka mauti unamkuta alishindwa." Lakini kumbuka tu hicho alikuwa anataka kukuambia, na kuna kitu alitaka kukupatia.
Tunaweka nukta hapa katika sehemu hii ya 12 na nikukaribishe sana katika sehemu inayofuata.